Mimi kwa mkuu wa mkoa pale nimefukuzwa mara 3 nikakutana na huyo Mr. Charles. Ndio nani ndio mwana oli bwana nataka nimuone mkuu wa mkoa na nini yule. Baba kona nisaidia siku ile nikapata mtoto wangu sababu alikuwepo odini tukaenda pale angemuona yule mtoto alikuwepo. Ameachwa ameondoka na mtoto yake na kumbadilisha. Au majibu ya kitakasia. Alikuwa miezi 9 na kuzidi nisaidie. Mtoto anauma Yesu simu kama hii. Wui! Simu zitanunua. Zitanunua tu ni uchafu. Daktari anasema nisamehe na nirudishie matibabu wanapeleka wapi mtoto? Wanasema hao si wanasiasa ni wanasayansi. Sawa. Ya bodi na mvaa mama. Kwani mimi sina nguo? Kwani mimi sina nguo mimi? Nilikuwa nazunguka na hii hospitali bibi. Waliponiambia sijui mwanasiasa lakini sikokuwa sijaivaa ile tangu na kanyaga Montimeru. Nikasema nivae mama. Huduma ya mama na mtoto anasema iko wapi? Mtoto wangu ameteseka siku zote. Analifero kabisa. Afanye huduma ya Hamisi kashindikana ni Jumatatu mtoto wangu anateseka. Mama basi pole. Tunaomba uwe na uyani ujikaze ili sasa tuweze kujua tunaanzia hapo kusaidia. Mimi nimepata shida na watoto wangu labda watoto wangu sio kwangu mimi maana niwazalia Montimeru. Sasa mama pole. Sawa. Tunaomba utulie ili pia na mwanao huko ndani kwa sababu tunatamani pia naye kumsikia. Ili naye awe na nguvu ya kukabili kilichotokea. Kama mtengeneze watu wa ndio wanipe mtoto. Mama utapata haki ya mwanao. Mtoto aliokufa ana kilo 3 ule. Ni mtoto wa nani maskini ya Mungu ametupa sisi. Hatuna historia sisi ya ugonjwa wa moyo. Basi naomba unyamaze ili tuweze kuongea kwanza na binti yako. Wananivunjia imani na Chama cha Mapinduzi msitoki mimi. Nataka kama mtu ametumwa jamani nione huruma Sisi tuko hapa kukusaidia. Mama Samia. Tuko hapa kukusaidia. Kwa nipelekeni nikaongee naye. Ila siku angeniruhusu mtoto alikuwepo nini. Nikazuiliwa. Mtoto wangu yuko wapi? Anajuja kwa nani jamani? Uni kama anamwathiri huyo mtoto kisaikolojia na mtoto wangu hayupo sawa. Ali hata chakula mimi hata siwezi kula. Mimi sikula. Mbona hujaja kwenda kumwangalia mtoto? Tenda ukamnyonyeshe mtoto. Nikaambia nilikuwa naumwa sana usiku mzima, nilikuwa naumwa mgongo, ilikuwa siku ya Jumatano. Kwenda akanikalisha kwenye kiti. Alikuwa bado yule daktari alokuja kunita hajafika. Yule daktari mwingine akanikalisha kwenye kiti. Nikamsubiria daktari alofika. Kufika akaniambia mtoto wako amekufa. Nikasema mtoto gani amekufa? Yule sio mtoto wangu. Nikatoka kwenye kile chumba nikaa nalia sana, nasema mtoto wangu amempeleka wapi? Kata hilo limechukua sura mpya baada ya hii leo wanasheria mbalimbali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria pamoja pia na wale kutoka katika kampeni ya Mama Samia ambapo wamefika kumtembelea mwanamke huyo kujua kile ambacho kinaendelea na kujua hatua gani za kisheria ambapo watazichukua. Na hata hivyo baada ya kufika nyumbani kwake na kumsikiliza mwanamke huyo pamoja pia na mama yake, walichukua hatua ya kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Montimeru na kuzungumza na uongozi wa hospitali hii. Na baada ya kutoka majibu yao yalikuwa hivi. Naitwa Nixon Maleko, ni mwanasheria natokea Wizara ya Katiba na Sheria. Pamoja na mimi niko na timu ya wanasheria wenzangu ambao tumekuja katika mkoa wa Arusha kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, maarufu kama Mama Samia Legal Aid Campaign. Tuko hapa tangu tarehe 28 mara baada ya uzinduzi, na timu za wataalamu zilikuwa zikiendelea na utekelezaji wa kampeni hii katika halmashauri zote 7 za mkoa wa Arusha. Kwa hivyo tukiwa katika utekelezaji wa kampeni hii
Tulipata lalamiko kutoka kwa mama na binti yake, hapa binti wanaitwa Neema, kuhusu kubadilishiwa mtoto mara baada ya kuwa amejifungua katika hospitali ya Mount Meru. Baada ya kupata lalamiko hilo, timu ya wataalamu ilienda kumtembelea binti Neema na kuweza kusikia kutoka kwa upande wake namna ambavyo ilivyokuwa, na vile vile tuweza kumsikia mama yake ambaye ni binti ya Neema, ambaye ndio alikuwa akimshughulikia Neema kwa karibu sana wakati akiwa hospitalini kwa ajili ya kujifungua. Na tuliweza baada ya kuwa tumemsikiliza na kutueleza kwamba alijifungua mtoto wake wa kike akiwa na afya njema na ametimia, kwa maana zile siku za kutakiwa kwenda kujifungua mtoto kuzaliwa, akiwa hana shida aina yoyote, na mtoto alikuwa na kilo 3.6. Lakini akiwa anaendelea na matibabu wodini, alipata kuweza kuona kwamba amebadilishiwa mtoto. Yule aliyeletewa alikuwa si yule ambaye alionyeshwa awali, na alikuja huyo mtoto aliyebadilishiwa alikuja na mavazi tofauti na yale ambayo ni ya mama wa mtoto, kwa maana binti Neema. Kwa hivyo alipokuwa ameona hayo, aliweza kumhoji au kumuuliza yule mhudumu, kwa maana muuguzi, ni kwa nini amebadilishiwa mtoto. Muuguzi yule nadhani alimtaja kwa jina la Glory, alimwambia samahani, alimtaka radhi na kumwambia kwamba alichanganya. Kwa hivyo akaenda sasa kufanya mabadiliko tena. Watoto ambao walikuwa wamezaliwa kwa siku hiyo walikuwa ni watoto, hapana, si kwa siku hiyo, kwa maana ya watoto walikuwepo pamoja na yule wa Neema walikuwa ni watoto watatu, wote wakiwa na jinsia ya kike. Kwa hiyo nesi alienda kubadilisha mtoto ambaye pia alipomletea Neema hakuwa ameridhika kwamba ni mwanae. Kwa hiyo hayo sasa ndio yaliyokuwa yametokea, na mama kwanza kuyafuatilia, kwa maana mama wa binti kwanza kuyafuatilia kwa ofisi ya mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru, ambapo walijibiwa kwa kadri ambavyo walijibiwa, lakini hakuwa bado walikuwa wameridhika na majibu ambayo alikuwa amepatiwa, na kuweza sasa kulalamika kwenye vyombo mbalimbali, na hatimaye sisi kama timu ya utekelezaji wa msaada wa kisheria kuweza kufikiwa na hilo lalamiko, na tukaamua kuchukua hatua za maksudi, kwa maana kwenda sasa nyumbani kwa Neema kama tulivyoenda. Na baada ya kuwa tumeshamsikia, ili tulazimu pia kufika hospitalini hapa, hospitali ya Mount Meru, kwa ajili ya kusikia upande wa uongozi wa hospitali wenyewe unasemaje kuhusiana na hilo sakata ambalo limetokea. Tumefanikiwa kuonana na Dr. Mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru, ambaye naye kwa upande wake ametueleza tukiwa pamoja na wahusika, kwa maana Neema na pamoja na mama yake mzazi, na alivyokwisha kutueleza aliyotueleza, kwa sababu pia tayari taarifa imeshatolewa na Wizara ya Afya kwa maana ya kutaka hatua zichukuliwe, na tayari daktari pia ametuambia hatua hizo zimeshachukuliwa, ikiwa ni pamoja na sampuli zimechukuliwa kwa maana kwenda kupima vinasaba kati ya watoto wale watatu ambao walikuwa wamezaliwa wakiwa miongoni na mtoto yule wa Neema, ili kuweza kwenda kujua mama husika wa mtoto husika ni yupi. Kwa hiyo zoezi hilo lipo kwenye mamlaka husika, linafanywa kazi, lakini pia mtumishi aliyefanya hicho ambacho amekifanya kama kinavyolalamikiwa na Neema, naye pia ameshachukuliwa hatua, kwa maana kusimamishwa kazi na kupisha uchunguzi, na hata hivyo amesharipoti kituo cha polisi ambapo upelelezi kule unaendelea, na ikiwa pia nasubiriwa hiyo taarifa ya vinasaba kuweza kufanyika na kutoka kuweza kujua nini ambacho kimejiri au kinaendelea. Kinachosubiriwa hapa ni kupata majibu ya vinasaba hayo ambayo yamechukuliwa. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha tayari limesha fanya upande wake, na inasubiriwa sasa kama majibu yatakuja yataonyesha mtoto fulani au mtoto husika ni wa binti Neema, atapewa mtoto wake. Lakini kama itakuwa ni tofauti, kwa vyovyote ambavyo itakuwa, basi hatua za kisheria zitachukuliwa, maana zitafuata mkondo wake, na kwa yule mtumishi ambaye amelifanya hilo atachukuliwa hatua, na kwa sababu hata hivyo mpaka sasa tayari yuko kwenye mikono ya sheria. Ni kweli kama unavyosema, mtoto ambaye alibadilishiwa au alipewa Neema sasa, ambaye yeye hamtambui au kama mtoto wake, ni kweli mtoto huyu amefariki, na daktari ametueleza kwamba alikuwa ana changamoto za upumuaji mara kwa baada amezaliwa, na zilifanyika jitihada za kuweza kumpatia matibabu
lakini kwa bahati mbaya amefariki. Mtoto yule tumemuuliza alipo, daktari ametuambia kwamba yupo hospitalini hapa, bado anaye, wamemhifadhi na wamemhifadhi pia wakiwa wanasubiria haya ambayo yanafanyika. Yanaendelea ndio. Kufuatia sakata hilo, hii leo Aprili 2 mwaka 2025, kupitia mitandao yao rasmi ya Wizara ya Afya imetoa taarifa ya ufafanuzi. Taarifa inasomeka kwamba Wizara ya Afya inapenda kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya mkazi wa daraja 2 mkoani Arusha, Bi Neema Kilugala, alijifungua kwa njia ya upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru tarehe 24 Machi 2025. Bi Neema anadai kuwa baada ya kujifungua alionyeshwa mtoto wake na muuguzi akiwa ni mzima. Hata hivyo aligundua kuwa amebadilishwa mtoto wake baada ya kuletewa mtoto akiwa amefungwa na vitenge ambavyo si vya kwake. Muuguzi wa hospitali hiyo alidai kuwa alichanganya vitenge na vya mtoto mwingine, hivyo akaahidi kwenda kubadilisha. Pamoja na kuchukua hatua hiyo, bado kulikuwa na hali sintofahamu. Kufuatia hali hiyo, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Katibu Tawala wa mkoa wa Arusha pamoja na jeshi la polisi imechukua hatua zifuatazo. Moja, kuchukua sampuli ya wazazi waliojifungua kipindi hicho pamoja na za watoto kwa ajili ya uchunguzi wa vinasaba DNA katika ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Pili, kumsimamisha kazi muuguzi aliyemhudumia ili kupisha uchunguzi. Tutaendelea kufuatilia taarifa hii kwa undani kabisa kukujuza kile ambacho kinaendelea. Kutoka hapa nje ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, langu jina ni Baraka Lucas na hii ni Jambo TV. Endelea kutufuatilia kwa taarifa zaidi.